waliposifu wakaabudu vijana kina Henry vizuri na wakamwabudu, Biblia inasema walikosa kazi watu makuhani. Sasa kama Mungu amefungua ujumbe, amesema na watu, wewe unayetaka kujipelekesha unataka kufanya nini? Kama Mungu amehudumia watu wake, wewe nani? Nataka muwe watu wa rohoni, mumjue Mungu, mumuelewe Bwana, mumtambue Mungu, mtembee na Mungu. Fungueni YouTube za ndani ili muone. Ukifungua YouTube utaona vitu vya kutisha. Jina la Bwana libarikiwe. Wangapi wananielewa? Inawezekana naongea na watu hawanielewi. Wangapi mnanielewa? Wazee mnanielewa? Tuko pamoja. Mimi natua na Mungu ipande mzima. Na naona wa thamani, naona ni wengi mno kuniunga mkono kwenye. Kwa hapo Mungu alikuwa anakupa ufunuo. Ukamulikuwa unaomba mchezo. Ukishaitwa mfalme, ukaitwa malkia, ukaitwa rais, una sauti. Asubuhi nimekwambia, kiongozi akikosea kufanya maamuzi, wanaungua na wengine. Nilikwambia Lowassa angesema tu tumekataa uchaguzi, damu ingemwagika vibaya. Maana walimweka awe rais, lakini Mungu akasema hapana. Kwa mnapoomba juu ya uchaguzi nani awe rais, muombeni mtu aliye na hatima ya maisha yenu according to that message. Sio mimi nimeandika. Simesema. Ndio. Kwa unapoenda kupiga kula ukijaliwa kwenda, mimi sina uhakika. Ukijaliwa kwenda you have to think more. Na utafakari zaidi. Na umwite Mungu. Kwa sababu ya mazingira ambayo adui ameyatengeneza kutafuta kitu chake, hasa tukitafutwa Tanzania. Soma Warumi 13. Sara haraka sana. Warumi 13. Mstari wa kwanza. Nenda mbele mpaka kama mstari wa 5 kama sio wa 6. Msikilize vizuri hapo. Kitabu cha Warumi sura ya 13 kuanzia mstari wa kwanza, Biblia inasema, kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo umeamriwa na Mungu. Hivyo imeamriwa na Mungu. Hivyo amwasie mwenye mamlaka kushindana na agizo la Mungu, nao washindanao watajipatia hukumu. Hebu rudia hapo. Mstari wa 2 anasema, hivyo amwasie mwenye mamlaka kushindana na agizo la Mungu, nao washindanao watajipatia hukumu. Mstari wa 3 amesemaje? Simama hapo mtumishi wa Bwana. Amesemaje? Kwa hiyo Mungu yumo hayumo? Anasema Mungu yumo hayumo? Je, duniani kote wanaotawala wameokoka? Wana Mungu? Hapana. Umewahi kuona tafsiri ya kimo? Mimi niko hapa, mbingu iko wazi hapa. Unaona wanaotawala wamekuja kanisani kweli? Hapana. Wamekuja kuombewa? Hapana. Walienda kwa waganga au kwenda? Walienda. Wewe umeenda hujaenda? Sijaenda. Wewe unaongoza na alienda kwa waganga? Tunatii mamlaka iliyowekwa na Mungu. Kwa ni mtumishi wa Mungu. Mzito zaidi usikilize mbele, bado inamhesabu eti ni mtumishi wa Mungu. Endelea. Mstari wa 3 inasema, kwa maana taka vichwa vipate chemsha bongo. Kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Basi wataka usimwogope mwenye mamlaka, fanya mema nawe utapata sifa kwake. Yaani ukiwa unafanya vizuri kwa mwenye mamlaka aliyekabidhiwa panga,
na bunduki na mizinga na kila kitu. Wewe ukiwa unafanya vitu vyako kwa uzuri wako hakuna shida, lakini ukiwa unataka kupingana na aliyewekwa, awe myebushi awe nani, ile kitendo tu cha kuwekwa pale anageuzwa kuwa mtumishi wa Mungu. Ndio uelewe Biblia.